maandalizi yanakuwa upande huko kunakuwa kwa maandalizi na upande huko kunakuwa kwa maandalizi. Maana huyu amepata kitu cha kwanza na huyu mwingine amepata kitu cha kwanza, yaani vyote viwili vinakuwa vya kwanza, wanajifurahia. Na hivyo unakuta sherehe hizo zinakula pesa nyingi na watu wanafanya maandalizi mazuri sana. Haleluya. Tunapenda nikwambie kitu cha kwanza kizi kilivyokuwa na thamani. Mwanamke wa kwanza ana thamani katika maisha ya mtu. Amen. Amen. Ukipoteza mwanamke wa kwanza katika maisha yako, thamani yako haipo. Hata Biblia inasema ya kwamba mwanamke wa kwanza ndio ambaye anafanya agano na mtu na nani? Na Mungu. Huyo wa kwanza huyo unaye agano na Mungu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaheshimika. Hata mwanaume wa kwanza katika maisha yako ni mtu ambaye anaheshimika. Ana agano na wewe na Mungu, maana ni kitu chako cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mtoto wa kwanza, unapompokea mtoto wako wa kwanza, ana agano na Mungu. Yaani Biblia inasema ya kwamba ndio kifungua mimba cha maisha yako, ndio kifungua tumbo cha maisha yako. Amen. Biblia inasema wazi kwa ajili ya mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza ana thamani. Hata ukiangalia hata uumbaji wa Mungu ulimwenguni, Yesu alikuwa mtu wa kwanza na ana thamani sana. Ndio maana unakuta watu wengi wanamwabudu, wanacheza, wanaimba, wanamwabudu huyu kwa sababu ni mtu wa kwanza kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kitu cha kwanza kina thamani sana. Kwa hiyo mwezi wa kwanza tarehe 18 lazima kuwepo na thamani katika maisha yetu. Amen. Sasa tutachunguza hii kwanza yetu katika Biblia. Biblia inavyosema kama na sisi tutaiweka hiyo kwanza yetu kwanza thamani kwa aina gani? Amen. Lazima tuone kwanza katika maisha yetu kama yako aje. Hebu tumesoma hapa. Biblia inasema ya kwanza, bali utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtafanyaje? Mtazidiwa. Haleluya. Na mengine atafanya nini? Yatakuja baadaye kwanza. Yataongezwa kwa kile cha kwanza. Huyu ni Mathayo. Huyu Mathayo mwandishi mzuri tu ambaye aliandika habari za Yesu Kristo. Aliona kuzaliwa kwa Yesu Kristo na akasikia vile manabii walivyosema na walivyotabiri. Na alitembea na Yesu Kristo na akaona mambo makubwa ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Lakini aliandika mambo haya kwa kunukuru kizi Yesu Kristo alivyoagiza. Maana wa Mathayo, wakina Andrea, wakina Paulo, wakina Petro, wakina nani, walikutwa kwenye kazi tofauti. Kuna walikuwa wavuvi wa samaki, kuna walikuwa watoza ushuru katika watu, lakini Yesu alipowakuta hawa akawaita. Akawaambia, jameni, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu kwanza, na hiyo yote mtafanya yeye itazidishiwa. Amen. 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 Walikuwa katika shughuli, walikuwa katika kazi tofauti. Mawazo yao hawakuwa wanaleta kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaweza kuwa kipya katika maisha yao. Kama sisi tulivyo. Kuna watu hapa wana shughuli. Kuna watu wajali kwamba kanisani tunaweza tukaenda Jumapili. Kuna watu hawajali kwamba tunaweza tukasali. Kuna watu hawajali kwamba tunaweza kuwa waimbaji. Ajabu. Mwaka huu ndugu zangu, jaribu kubadili maisha. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hiyo yote tutafanya nini? Utazidishiwa baadaye. Ningekusii uweke Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Mtangulize Yesu katika kila jambo. Mtangulize. Wapendwa, walikutwa katika mambo yao. Huyo Mathayo huyo ambaye anaandika Biblia hapa, huyo ambaye anaandika sura, alikuwa mtoza ushuru. Mathayo alikuwa mtoza ushuru. Kazi yake ilikuwa mtoza ushuru. Na wakati alipokutana na Yesu Kristo,
wakati alipokutana na Yesu Kristo, alizani kwamba ile kazi ambayo alikuwa anifanya ya kwamba ina thamani kubwa kuliko mambo mengine. Aliona kwamba kazi yake ina thamani kubwa kwa sababu kazi yake ilikuwa ikimpa ajira katika maisha yake. Alikuwa akiishi vizuri. Lakini Yesu wakati alipomwona Mathayo, akamuita, akamwambia njoo Mathayo. Akaja, akamwambia kwamba Mathayo, katika mambo yote ambayo ninakwambia, utafute kwanza ufalme wa Mungu kwanza. Ukitafuta ufalme wa Mungu kwanza, hayo mengine haya ambayo yafuatilia yatakufuata baadaye. Yatakuja baadaye. Lakini usipotafuta ufalme wa Mungu, kila kitu kitafeli katika maisha yako. Haleluya. Amen. Na watu wengi wajue hiyo. Watu wengi wajue hiyo. Ndugu zangu, nakwambia kwamba ukitanguliza Mungu kwanza katika maisha yako, kila kitu utapata baraka. Amen. Kwa sababu mahali hapa tulipo, kama ukitafuta gari, kuna watu wameshanunua gari. Kama utatafuta ndege, kuna watu wameshanunua ndege. Kama utatafuta nyumba, kuna watu wameshatafuta nyumba. Wameshanunua manyumba. Lakini sasa utafute gari, utafute ndege, utafute nyumba, lakini utangulize Yesu kwa kwanza. Katika hiyo maisha hayo ambayo utakwenda kuyatafuta, utangulize Yesu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Awe bendera katika maisha yako. Akutangulia katika kila jambo. Maana ukitanguliza kila kitu chako kitaenda sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wajue. Watu wajue hilo. Wanajua maisha ya ulimwengu tu ndio samani. Hayana kitu, yataisha, yataisha. Lakini ukimweka Yesu katika maisha yako, kila kitu kitakwenda sawa. Haleluya. Amen. Yesu amemwambia wanafunzi. Sura ya 6 kuanza sura ya 5 mpaka kufika sura ya 10 ni agizo. Yesu anaacha na wanafunzi sasa. Anaacha na wapanga. Maana aliona baadaye yeye kutakuwa mambo mengine ambayo yatatokea nyuma. Akaacha na wapanga. Wakati huo walikuwa katika mlima wa Mezituni, anaacha na wapanga, anaacha na wapa maagizo. Haya yote mnayoyafanya hayo hayafai. Lakini ninachowaambia, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Yaani amewapa watafute mamlaka, amewapa watafute nguvu. Amewapa wawe na ujasiri kwa mambo yatakayotokea baadaye. Ndivyo ilivyo. Na kama wewe utatafuta Yesu awe kwanza katika mawazo yako, maisha yako, kitakachotokea mbele hautakiweza. Maana tuko katika ulimwengu wa shida, ulimwengu wa mipangilio, ulimwengu wa kila aina. Ninakusihi katika mchana wa leo, utafute Yesu au wa kwanza katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mtangulize huyo Bwana huyo. Awe wa kwanza katika maisha yako. Hata unapoenda kazini, uweke huo wa kwanza katika maisha yako. Haleluya. Kama leo pita tumeona waimbaji walisimama wadogo sana hapa. Na kwaya ni nyingi na waimbaji wote ni wengi. Na leo tena wamesimama wachache. Wale ambao walisimama wiki ile ndio tena wamesimama hapo. Hebu wewe unaongoza Yesu kwa wa kwanza katika maisha yako. Hivi unaamini kabisa mwaka huu unamsogeza Yesu kwa wa kwanza katika maisha yako? Bado. Lakini mwaka ukianza vizuri katika maisha yako utaendelea kuwa vizuri. Lakini mwaka ukianza vibaya katika maisha yako utaendelea kuwa vibaya. Kumbe ni wewe ndio kifanya hicho. Haujue, hautambue. Lakini ninaamini kanisa la Bethesda secha Mungu atawatafutia kwa wa kwanza. Haleluya. Haleluya. Maana tulimwambia hilo. Tukamwambia Bwana tutakulia kwa wa kwanza. Na atakubali kwamba na mimi nitakuwa wa kwanza katika maisha yetu. Amen. 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 Utakuta jinsi utakavyokuwa wa kwanza. Dunia ya kwanza ya kuwa kiroho. Ukipenda kutafuta Yesu kwa wa kwanza katika maisha yako, ujiweke kuwa kiroho. Haleluya. Amen. Unaweza kujiuliza kwamba nitakuwa kiroho kivipi? Maana watu wengi hawajui kiroho. Hawajui kabisa.
Yaani juhudi ya kwanza ya kumtafuta Yesu kwa wa kwanza katika maisha yako. Wewe mwenyewe kwanza ujiweke kiroho. Kataa mambo yote ya ulimwengu. Kataa. Unaweza kusema ya kwamba mimi siwezi kukataa mambo ya ulimwengu kwa sababu niko bado katika ulimwengu. Si kuna wengine wako kama wewe, lakini wanaweka Yesu kuwa wa kwanza. Vipi wewe katika maisha yako? Haleluya. Amen. Kwa sisi kuna yeye hizi ndio. Kwa sababu yeye ni zaidi. Mupe. Hapana, sivyo. Mtangulize Yesu katika maisha yako. Haleluya. Neno letu kuomba Mungu ni jambo la kwanza kuweka Yesu katika maisha yako. Amen. Maombi ni neno la kwanza kumweka Yesu katika wa kwanza katika maisha yako. Usipojua kuomba Mungu, hauwezi kutanguliza Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema mengi, wachungaji tumesema mengi kwa ajili ya maombi. Tukafundisha watu kujua kuomba Mungu. Bila kuomba Mungu hauwezi kutanguliza Yesu kuwa wa kwanza. Somaji soma Wakolosai sura ya 4:3. Soma. Kuomba Mungu tuone. Tutangulize Yesu kuwa wa kwanza katika maombi. Kuomba Mungu. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2-3 tunasoma hapa. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 tusome. Tunasoma Wakolosai sura ya 4 na mstari wa 2 mpaka 3. Mpaka 3 tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu. Dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kufanya nini? Kuomba. Mkikesha katika kuomba. Mkikesha katika kuomba. Na shukrani. Mkiombea na sisi pia. Mkaombea, tukiombea wengine sisi. Kwamba Mungu atufungulie mlango wa lile neno lake. Kwamba Mungu atufungulie mlango wa lile neno lake. Tuinene siri ya Kristo. Tuinene siri ya Kristo. Ambaye kwa ajili yake. Ili niizirishe kama ilipasavyo kunena. Ili niizirishe kama ilipasavyo kunena. Amen. 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 Amen kabisa. Kila mtu kwa Bwana nani? Sasa katika maombi. Kuna watu wasijua kuomba. Dumuni sana katika kuombi ili tuzirudishe ile siri ya Bwana iliyo ndani yetu. Na kupitia maombi yetu sisi tutaombea wengine ambao wako nje. Haleluya. Haleluya. Maombi ya watakatifu. Watakatifu wanaomba kila aina. Tukiombea Kongo, tukaombea wapi, tunaona majibu ya Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo, usipojua kuomba Mungu katika maisha yako, hautamtanguliza Yesu kwanza katika maisha yako. Hii ni pointi ya kwanza. Ni alama ya kwanza kabisa ya kudumu, ya kutanguliza Yesu kuwa kwanza. Ni kudumu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wanafunzi walipoitwa Yesu alipowaita wote, aliwafundisha kuomba. Aliwafundisha nini? Kuomba. Maana wao walisema kwamba Bwana sisi hatujui nini kuomba. Akakaa nao katika mlima akawafundisha kuomba. Mtakapokuwa mnaomba muombe hivi, akawafundisha kuomba. Na somo hili la maombi tulipitisha wakati tulipokuwa katika kifungu. Amen. Amena. Barini waliokuwa hapo tulifundisha kuhusu jinsi Yesu alivyofundisha wanafunzi wake kuomba. Na sisi tunawaambia kwamba siri ya kumtanguliza Yesu kuwa wa kwanza ni kujua nini? Kuomba. Pasipo maombi hutaweza kitu, ndugu yangu. Hata unapoenda kazini tutafeli. Lakini unapoamka asubuhi unamwomba Mungu, unamwonyesha Mungu kila jambo, ninaamini atakusaidia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio yako ni nzuri sana. Vijana wako ni nzuri sana. Lakini inakusihi utangulize Yesu kwanza katika maisha yako. Amen. Omba sana. Maana Biblia inasema tuombe sana katika maisha yetu. Tuombe sana. Tukiomba sana ndipo tutatanguliza Yesu katika maisha yetu. 2026 ningehitaji uwe mwombaji mzuri. Uwe mwombaji ambaye unajua kuomba. Ukiwa mwombaji mzuri utakuwa mwimbaji mzuri. Maana unatanguliza Yesu kwanza katika maisha yako. Haleluya. Wewe ndiye safi. Soma somaji.
Wakolosai hilo sura 3 mstari wa 16 hapo. Tuone nini kinahitaji hapo. Tumesema kuwa waombaji sana. Wakolosai 3 mstari wa 16. Na sita Biblia inasema. Inasema. Neno la Kristo likae kwa wingi. Na likae kwa wingi kwa nani? Ndani yetu. Kwa nani? Ndani yetu. Wengine wanasikia. Neno la Kristo likae wingi kwa wetu. Sisi. Twende. Katika hekima yote. Katika hekima mkifundishana na kuonyana. Mkifundishana na kwa zaburi na nyimbo. Okay. Na tenzi roho. Na tenzi za roho. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Haleluya, haleluya. Ndio makofi. Ndio makofi. Wengine wapiga, unafanya nini? Pigani kwa makofi. Amesema mwandishi. Neno la Mungu liwe wingi kwa wewe. Tukiwafundisha sisi, wachungaji wakiwafundisha, wakina mama wakiwafundisha, wainjilisti wakiwafundisha, maana neno likiwa nyingi kwetu sisi, ndio tutatanguliza Yesu kuwa wa kwanza. Usipokuwa na neno, huwezi kutanguliza Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Neno jambo ni ombe. Ebi mtole manga, etule. Haleluya. Neno lijae katika maisha yetu, neno lijae. Tuwe na hamu, tuwe na shauku ya kusikiliza neno la Bwana. Ndio tunatanguliza Yesu kwa wa kwanza. Haleluya. Maana neno likijaa, neno likiwa kwako, hautachelewa Jumapili kanisani. Hautachelewa kwa yadi. Hautachelewa kwenye mikutano. Hautachelewa kwenye ibada. Kwa maana una hamu ya kulisikiliza neno la nani? La Bwana. Unamtanguliza Yesu katika maisha yako. Amekuwa wa kwanza katika maisha yako. Amen. Kila shughuli umeacha, unahakika kwamba nitanguliza Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fanya hatua katika maisha yako. Nini kinachokusumbua? Kwa nini tumefika Kanada? Ni rehema ya Bwana ambaye imetufikisha hapa. Haleluya. Amen. Na kama ni rehema ya Bwana, mtangulize Yesu kuwa kwanza katika maisha yako. Amen, amen. Amen, amen. Wengine wamelia. Wengine wana shida wa nyumbani. Lakini sisi bado tunacheza na Yesu. Kwa sababu tumetanguliza Yesu kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mkutano. Amen. Wathesalonika sura ya kwanza 5:16. Soma. Kitabu cha Wathesalonika. Paulo huyo. Sura ya kwanza Wathesalonika kwa kwanza 15:5-16. Wathesalonika soma habari za Paulo. Wa kwanza 5:16-17. Nasoma Wathesalonika wa kwanza. Biblia inasema nini? 5:16 na 17. Unasema ya kwamba katika jina la Yesu tunasoma. Soma. Furahini siku zote. Furahini siku zote.